Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Barabara ya Mikocheni inaelekea eneo la Viwandani mkoani Dar es Salaam imekumbwa na mashimo makubwa yanayohatarisha usalama wa watumiaji wa barabara hiyo kutokana na madereva kuyakwepa mashimo hayo na kukaribia kugongana. Wakiongea na Kurasa, baadhi ya wananchi wanaopatikana katika maeneo hayo wamezungumzia hatari yake, hususan wale wanaokimbia mwendo mkali nyakati za usiku, na kwamba hali hiyo inahatarisha maisha yao na vyombo vyao vya usafiri wanavyotumia. Kwa mimi sasa kuona, lakini kama magari mara nyingi wake yanapata ajali sana. Kugongana hapa magari ni mara nyingi sana. Kwa sababu unakuta gari linatoka huku hivi, kama akiwa mgeni hapa aelewi kwamba kuna mashimo. Akifika hapo huyu huko atatoka huko, atapunguza huko na kuja speed, mwisho wa siku anagongana hapo. Kwenye hii kona bana kuna changamoto, tulikuwa tunaomba sana serikali iweze kusimamia, iweze kututengenezea barabara hii. Imechimbika sana, kwa hiyo najikuta inasababisha ajali za kutosha kulingana na wao uchimbikaji, kwamba magari yanashindwa kupishana vizuri, mwisho wa siku inasababisha ajali. Kuna wakati walikuja hapa, nadhani ni watu wa barabara TANROADS, walifukia kidogo, lakini baada ya muda tena mashimo yakarudia. Kwa hiyo mara nyingi yanatokea ajali hapa. Hivyo tulikuwa tunaomba serikali iweze kuliona ili waweze kurekebisha mahali hapa. Na tuendelee na Kurasa. Uembamba wa barabara ya Wazo Hill inayotoka kiwanda cha saruji cha Wazo iliyopo katika wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam umeendelea kuhatarisha maisha ya watu wanaopatikana jirani na barabara hiyo kutokana na ajali za mara kwa mara za malori kuparamia nyumba za watu. Wakiongea na EATV, baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo wametoa wito kwa serikali kuitanua ili kuepusha ajali za mara kwa mara, ambapo wiki iliyopita Kurasa ameshuhudia lori moja likiwa limevamia nyumba eneo la Wazo Magengeni. Tukio la juzi kulikuwa kuna gari ilikuwa inatokea juu Wazo. Imetokea juu Wazo, imefeli breki, ikaingia maeneo ya pale Magengeni. Wazo Magengeni pale. Imeingia, kwa bahati nzuri haijaua, lakini imejeruhi, na kuna dereva mwenzetu mmoja anaitwa Kijiko, bajaji yake na yeye iligongwa. Alikuwa ameipaki pale kituoni, akaombe chenchi. Kwa hiyo kwenda kuomba chenchi ndio imekuwa almanusula yake, lakini bajaji haifai, nyanga. Hapa wasiwasi wetu ni mkubwa sana. Tunachokiomba bwana, kama nyinyi mmekuja hapa muwafikishie hata taarifa. Hii barabara bwana ni ndogo sana, ni nyembamba. Maroli, mabasi atoshi. Kama likiachia hapa, ndugu yangu hapa roho mkononi, kifo muda wote. Kwa kuwa barabara imekuwa ni nyembamba sana, basi kwa wakati huu apatikane labda trafiki wa kujaribu kumanage vizuri, watu wapite kwa usawa inapotokea itilafu ya gari ikipata changamoto. Gari ikipata changamoto kunakuwa na foleni sana, kiasi kwamba inaweza kachukua masaa mawili tupa kwenye foleni kwa sababu ya gari moja imepata itilafu. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi zaidi ya 200 wa mtaa wa Mlete uliopo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wamelipwa fidia takriban bilioni 2.5 ili kupisha mradi wa umeme wa gridi ya taifa msongo wa 220 kV kutoka Songea hadi Tunduru. Wakizungumza wakati wa kupokea fidia hiyo, wananchi hao wameishukuru serikali kwa kutimiza ahadi yake, huku afisa huduma kwa wateja wa TANESCO mkoa wa Ruvuma ndugu Alan Njiro akiwataka wananchi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi anayetekeleza mradi huo na kuilinda miundombinu ya umeme ili ilete tija inayokusudiwa na serikali. Binafsi nafarijika kwa sababu sikutegemea, na nasema wamenisaidia kwa namna moja au nyingine kuniokoa kwenye mfumo wa vijana maandalizi ya shule, yani ada. Yani leo ninanufaika na hii hela moja kwa moja, najua mwanangu atanufaika na baki shuleni. Mimi napenda tu kumshukuru Mama Samia, ametuangalia wananchi wake, kwa sababu ingewezekana lingechukuliwa tu ile eneo bila kulipwa fidia yoyote, kwa sababu hii ni ardhi na huu ni mradi ni wa wananchi. Kwa sasa hivi mkandarasi atakuwa anaendelea na kazi pale, basi tumpe ushirikiano, tusifikie sehemu watu wakaanza kuiba baadhi ya vifaa na kufanya nini. Basi tushirikiane kwa pamoja ili akifika pale basi na yeye ajisikie kwamba afanye kazi yake kwa uhuru zaidi.
Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia kipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.